mwaka 21-25 Rais Samia ameleta fedha mkoa wa Mwanza shilingi trilioni 5.6 kwa ajili ya miradi mbalimbali ambayo nimeitaja, ikiwemo pamoja na ujenzi wa meli MV Mwanza ambao mnaiona sasa hivi tunamalizia, viti itaingia ziwani, lakini pia kukamilisha SGR ili tuwe na linki kati ya ardhi na maji, lakini pia ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi ambayo ni kilomita 3 na daraja la bora kabisa East and Central Africa, na tarehe 19 kama sikosei ya mwezi ujao Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuja kuzindua daraja kubwa na la kisasa katika bara la Afrika. Niseme pia tunaendelea kuboresha miundombinu mingine ikiwemo ujenzi wa uwanja wa ndege. Tumeweka pale bilioni 13 kwa kuanzia kwa ajili ya kujenga jengo kubwa la abiria la kisasa. Sasa hivi hatuna uwezo wa kuwa na jengo zuri la abiria, ambapo tukishamaliza ujenzi huo tutarekebisha pia eneo la kuhifadhi mizigo ya tofauti ili tulete ndege za kubeba cargo ziwe zinatua hapa na kubeba cargo. Kwa hiyo maandalizi yetu ni kufanya Mwanza International Airport. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Kwa hiyo ziwani tutakuwa tumewekeza, nchi kavu tumewekeza. Mwanza unaweza ukaja kwa SGR, unaweza ukaja kwa meli, unaweza ukaja kwa ndege, na ukifika hapa itakuwa ni sehemu salama, kwa sababu usalama wa watu pia ni 100%. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na mgeni rasmi, bandari hii ni lango muhimu la kibiashara linalounganisha Tanzania, Uganda, Kenya na Sudani ya Kusini, na kwa sasa tunachangia zaidi ya 30% ya biashara ya usafirishaji wa maziwa katika ukanda huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati leo tunaifungua rasmi meli ya mpya na ya kisasa MV Mpungu inayomilikiwa na kampuni ya Greenroad. Hii ni meli aina ya roll katika maana ya roll on and roll off yenye uwezo wa kubeba zaidi ya metric tons 1000 za mzigo kwa safari moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, meli hii ya MV Mpungu itatusaidia ukanda wa Ziwa Victoria katika masuala ya kufuatayo: kupunguza presha ya mizigo inayosafirishwa kwa barabara kupitia mpaka wa Mtukula, ambapo zaidi ya 60% ya mizigo ya Uganda hupita kila mwezi, lakini pia itashusha gharama za usafirishaji kwa wastani wa 25% mpaka 40% ukilinganisha na usafiri wa barabara. Kingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, itapunguza muda wa safari kati ya Mwanza na Port Bell ambapo hadi masaa 18 tu ikilinganishwa na siku 3 kwa barabara. Jingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuboresha ufanisi wa mizigo mingi kwa mara moja, hivyo kuongeza ushindani wa bandari Mwanza Kusini na kimataifa. My name is Rodney Siema. I'm a director of East African Marine Transport Company. Well, we did our feasibility studies 2017, and it clearly showed that there's a lot of trade between Tanzania and Uganda, especially via Mutukula. So, and the biggest port being Mwanza was where we thought it best to have our vessel coming to port and calling the port so we can get trade. Naitwa Kapteni Obedi Nkongoki, ndiye nahodha wa meli hii, nahodha mkuu. Niko na wasaidizi wangu, lakini mimi ndio mkubwa wao. Kwa hiyo ninachofurahi ni kwamba hii meli imezinduliwa. Nimefurahi kuona wafanyabiashara. Kwa hiyo tunachotarajia baada ya uzinduzi huu ambao umehudhuriwa na mkuu wa mkoa na viongozi wetu na viongozi wa kampuni na wafanyabiashara ni kuona mizigo ikija. Sisi faida yetu ni kusafirisha mizigo, na ndio lengo kubwa la biashara. Wito wangu kwa wafanyabiashara ni kwamba hii meli ni ya viwango vya kimataifa. Wanaita International Maritime Organization, sifa zote za chini yake sisi tunazitimiza. Kwa hiyo ukiachia kwamba iko kwenye viwango vile vya kimataifa, pia mambo ya bima, sisi mzigo wa mtu ukizama anafidiwa 100%. Kwa hiyo sisi tuko hapa kuhakikisha kila kitu mzigo unasafirishwa salama, na wafanyakazi pia tuna sifa za hali ya juu. Kwa hiyo